Wanafunzi wanaosoma shule za amali na kupata elimu kwa vitendo katika fani mbalimbali ikiwemo ufundi na kilimo. Halmashauri ya mji wa Njombe wameiomba serikali kuwapa mikopo ya riba nafuu wahitimu wanaosoma masomo ya ufundi ili waweze kuanzisha viwanda na biashara mbalimbali ili waweze kujiajiri na kuajiri wengine kwenye miradi ya kiuchumi. Prosper Mfugale na taarifa zaidi. Wakiwa kwenye maadhimisho ya wiki ya tathmini ya elimu, halmashauri ya mji wa Njombe, wanafunzi kutoka shule ya sekondari Mabatini na maeneo mengine akiwemo Janet Ibrahimu wamesema ujio wa shule za amali ni mwarobaini wa matatizo ya ajira kwa Watanzania. Hii ya amali tunashukuru kwanza inatusaidia kupata ajira mtaani. Alafu pia inatusaidia kwa sisi wanafunzi wa amali, inatusaidia kupata vyeti viwili, na mkondo huu wa amali unatusaidia pia tukiwa uraiani kama kukabiliana na changamoto mbalimbali za kiajira. Support yenu ili ya mtaji hata mkopo ili tuweze kujiendeleza katika chuo chetu cha FDC Njombe, ambapo hata wanafunzi ambao watafika watakaofika nyuma yetu wakute kuna maendeleo mazuri. Mkufunzi kutoka chuo cha maendeleo Njombe Beatrice Mtega na mwalimu Procheses Mguli ambaye ni afisa elimu sekondari ya halmashauri ya mji wa Njombe wameeleza mwamko wa wanafunzi kusoma masomo ya amali ili kusaidia upatikanaji wa ajira kwa vijana wanaohitimu masomo ya ufundi. Fikiri kwamba hii imekuja wakati mwafaka ukilinganisha na mazingira ya nyuma kwa sasa hivi, kwa sababu kwanza muongezeko wa watu ni wengi, inawasaidia na watoto sasa wameshahamasika. Hata ile mikono tumeambiwa tuanzishe saizi inakuwa na wahitaji wengi zaidi. Kwa hiyo changamoto tunayopata pengine ni vifaa, kwa sababu amali ni utendaji, unahitaji gharama, vifaa, fedha na kadhalika. Kwa hiyo tunafikiri serikali yetu itatekeleza, kwa sababu walishapita viongozi wa kiwizara kuja kuona ni mambo gani ambayo yanatusibu, tukawaeleza. Tunaamini wataenda kuyafanyia kazi. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Njombe Juma Sweda akizungumza katika maadhimisho hayo ametumia fursa hiyo kuwakumbusha wazazi jukumu la malezi badala ya kuachia walimu na kisha kuwapongeza walimu kwa jitihada wanazofanya kukuza elimu. Malezi ni ya mzazi, mwalimu ana compliment tu vitu vichache, lakini kazi ya kulea mtoto ni ya mzazi. Lakini siku hizi wazazi tunapeleka watoto shule wakalelewe. Sasa mwalimu amelazimishwa kufundisha na kulea. Hata wakati mwingine tunapoona mabadiliko kwenye jamii, mambo yasiyofaa kwenye jamii yanatokea, ni kwa sababu mzazi jukumu lake. Halmashauri ya mji wa Njombe ina fursa nyingi zinazohitaji mafundi stadi ikiwemo kwenye sekta ya kilimo na viwanda. Hivyo shule za amali na vyuo vya ufundi vinategemewa kuzalisha mafundi wa kutosha. Prosper Mfugale, Tumaini TV Habari, Njombe. Asante sana Prosper kwa taarifa hiyo.